Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Idaco TV, ni wakati huu tena mwingine tukiwa katika eneo hili la mkutano, tukiwa katika mfululizo na mwendelezo wa mikutano yetu ya Injili ambaye inafanyika hapa Mwananyamala A. Na siku ya leo basi mimi mwanahabari wako nitakwenda kukujuza mambo mengi miongoni mwa watu ambao wanazidi kutufuatilia katika mikutano yetu hii kila siku. Kama unavyoona siku hii ya leo utakwenda kujifunza vingi. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wakiwa kwenye majukumu yao ya kila siku basi wanahakikisha kwamba pia zile jumbe ambazo zinatolewa huko wanakwenda kuzisikia. Bwana vipi? Sawa, habari yako bwana? Salama ase, unajisikiaje kuwa katika utulivu huu kwenye majukumu yako ya kila siku huku ukiendelea kusikiliza zile nyimbo ambazo zinaendelea kupigwa na masomo ambayo yanaendelea kutolewa katika eneo hili? Najisikia raha sana kusikia kwaya kwanza na maombi mazuri sana kwangu. Mungu akubariki sana. Pasipo kusahau akiwa na timu yake nzima kabisa. Bila kusahau naweza nikapumzika kidogo na wao hapa tukateta mawili matatu ili kuweza kujua kile kitu ambacho kinaendelea kufanyika kila siku katika eneo hili. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji wa Idaco TV, unaitwa nani? Mimi naitwa Oswald. Oswald. Daniel Machemba. Hapa ni Mwananyamala A katika viwanja hivi vya CCM, ndipo mahali ambapo mkutano huu unaruka. Bwana Machemba, leo hii ni siku ya tatu kwenye mkutano huu. Kuna baadhi ya jumbe unazisikia ama nyimbo, ni kwa namna gani wewe kama Mwanachemba unapata sana kusikia hii, na nini unatamani kukisema kwa yule ambaye anatufuatilia masaa haya? Mimi ukweli huwa nikiona habari za mikutano huwa ninafarijika, kwa sababu mikutano inahusiana neno la Mungu ni habari njema. Ni kwamba neno la Mungu lifike, lazima tufanye mikutano, na mikutano inakuwa ni sababu ya watu kuwafikishia habari. Kwa hiyo ninao kila sababu ya kuwapongeza, kwa sababu ni jambo ambalo tumearifiwa tukafanye, kwa sababu ili tufike tupate habari za Mungu lazima tuzipeleke mikutano, kwa sababu anasema mkawahubiri Injili. Kwa hiyo ni moja mahubiri ambao ni moja matakwa ambao Kristo mwenyewe aliyataka watu uliende ulimwenguni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo watu ambao hawakuwahi kufikiwa kuhusu habari njema za Kristo, maana ni njia sahihi na salama ya kuwafikia, hata ambao hawajawahi kufika makanisani au wanaosikia habari njema kuhusu Kristo, maana inakuwa ni njia sahihi au kufanyaje kuwafikia. Kwa hiyo tuwapongeze tu, nchi inahitaji sana habari njema, kwa sababu ili kuwe na habari njema inatupasa kuzipeleka kwa wale ambao sasa tulishapata kusikia kuhusu neno la Mungu. Tunayo kila sababu na sisi kutumia namna yoyote inayowezekana ili kufikisha habari kwa watu wengine ambao hawajamwamini Kristo wapate kumwamini. Kwa hiyo hii ni njia ambayo tunapaswa kuunga mkono. Nchi, mataifa yanahitaji amani, na amani inaletwa kwa namna gani? Inaletwa kwa njia ya mahubiri, kwa sababu bila amani kuwepo, maana hata hivi tunavyoona tunakaa na ndugu zangu hivi usingeona amani hii. Umeelewa? Kwa sababu ili tukazishike na tuziishi, yani tuashike maandiko ya Mungu na tuyaishi, na tunavyoyashika basi tukapeleka kwa wengine wasiopata kuamini na wafanyaje wapate kuamini. Na ukiamini basi ushakombolewa. Kwa aminie na kubatizwa afanyaje ameshakombolewa, asiamini amehukumiwa na amekwisha hukumiwa. Sasa ili sasa, kwa sababu mimi na wewe au na wengine wanaamini kuhusu habari hizi, ili tutekeleze matakwa ya Mungu anavyotaka, na wengine tuwaokoe. Tunawaokoa kwa namna gani? Pale tunapowapelekea habari njema za Kristo. Kwa hiyo tunao kila sababu ya kumwambia Mungu asante, kwa sababu ni neema tu. Mimi na wewe leo tuko hai hivi, lakini wapo wengine ambao leo hawako hai, si kwa matakwa yao, kwa kupenda kwao. Inawezekana walitenda yaliyo mema makubwa sana kuliko hata sisi ambao tumeyatenda leo, lakini leo sisi tunakaa hapa tunapiga story, tunazungumza. Lakini kuna nchi zingine hivi hawafanyi. Mimi bwana, kuna nchi zingine leo ungekuja kunihoja hapa umeshikilia silaha, lakini leo mimi tunapiga story, tunacheka, tunazungumza kwa sababu ya habari njema. Kwa hiyo ninaomba tu tuendelee kushikamana na watumishi wa Mungu, msichoke, kwa sababu ndio maagizo ambayo Kristo ametuagiza tukayafanye. Kwa hiyo tuko pamoja, na wapongeza sana. Isiwe tu Mwananyamala wale sio Kinondoni, wale sio Dar es Salaam, nchi nzima, na si nchi tu, kwa mataifa, kwa sababu inasema kwamba mkaihubiri Injili kwa mataifa yote, si Mwananyamala wala si Kinondoni. Mataifa yote yakapate Injili, wakapate kuhubiriwa, wakapate kupona, wakapate kuokolewa na kukombolewa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawapongeza sana, tuko pamoja, na Mungu awabariki ili kazi ya Bwana isonge mbele. Mungu akubariki sana. Chemba ametupitisha kwenye mambo mengi sana ya msingi. Daniel,
kama ulivyosikia Chemba ametupitisha kwenye mambo mazuri sana. Una neno gani la mwisho la kusema pale tunapoelekea mwisho kabisa ya exclusive interview hii? Mimi bwana sina mengi ya kusema, nafikiri Machemba kamaliza hapo. Ameongea alikuwa anataka kuongea mimi na kashamaliza. Mimi pia napenda kuwapongeza, isiwe hapa tu Mwananyamala. Nendeni na sehemu zingine, muendelee na mikutano kama hii ili kuweza kuunganisha wananchi na Mungu pia waweze kuwatambua, Mungu aweze kuwatambua. Kwa hiyo sina mengi sana. Mungu akubariki sana, nashukuru sana. Neno gani la mwisho kwa yule ambaye anatutazama, mtazamaji wa Idako TV, unatamani kumwambia ninapoondoka katika eneo hili la majukumu yenu ya kila siku? Mimi ninachopenda kusema bwana, tumtumikie Mungu, tumwabudu Mungu. Mungu ndio kila kitu kwa dunia hii. Na tulipokea neno la Mungu tunapohubiriwa sehemu yoyote ile. Ni hayo. Amina, Mungu akubariki sana. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Emmanuel Joseph, nikihakikisha kwamba nakupitisha kwenye 1 na 2 ya mkutano wetu makini ambao una kichwa kinachosema ukweli unakuweka huru. Pasipo kusahau nyuma ya kamera nipo na Jeremia Romanus. Kwa pamoja tunasema Mungu aendelee kuwa pamoja nasi, tuendelee kama Bwana Chemba alivyosema, mikutano iendelee kuwepo. Mungu azidi kubariki, tunaenda wakati mwingine.